Yes, of course, mimi wale karibu jana na Ricardo Momo tupige story tu namna ambavyo ameona Mzizima Dabi, lakini story kubwa ni kuhusiana na Faisal Salum mtoto kuvaa jezi ya Simba. Watu wengi wakaanza kujumlisha doti kwa Sani Kesi kuvaa jezi ya Yanga, Jonas Gerard Mkude kuvaa jezi ya Yanga, lakini pia Carlos Chota Chama kuvaa jezi ya Yanga. Ndio wakasema sasa muda umefika Faisal Salum kudondokea kunda Msimbazi. Kila mmoja alitoa maoni yake, jezi imempendeza, wengine haijam, kila mmoja amezungumzia la kwake, lakini pia jingine kuhusiana na kiwango cha Eli Mpanzu, lakini pia fomu ya Simba inatia mashaka kuelekea katika mchezo wa shirikisho barani Afrika dhidi ya klabu ya Al Masry ya kule nchini Misri, lakini bado anaamini dabi ya Kariakoo ya tarehe 8 inaenda kutupa bingwa wa NBC Premier League 2025. Tuko naye hapa mzee wa Kudere. Ricardo, tuko vizuri? Niambie ndugu yangu. Kwema kabisa. Hey, mambo nasemaje? Shukuru Mungu. Niambie. Siku zinamalizikia Shabani Shabani anamalizikia si ndio? Yaani Shabani shakisha huyo. Maki Ramadhani kama sio Jumamosi Jumapili. Ndio kwa mfungo. Ndio mfungo na nitafanya bala langu pale Ramadhani Cup. Ramadhani Cup unaingiza tu? Tupo. Mimi kama kaida nacheza. Sio kwa babaka na mwili huu. Ndio na vitu vya Ronaldo de Lima. Vitu vipo? Wewe unanijua hali. Mimi sikasema leo unanijua kama kwenye mechi na kama mtu namna gani. Sasa mimi mpira upo chini, upo kichwani. Kisa jambo likikaa kichwani linadumu muda mrefu. Unajua hata kompyuta, angalia kompyuta hii. Ile mashine sio ile nini ile TV ile na keyboard haina mpangoti, kuna mashine iko chini huko. Ikifa hiyo tu kompyuta ifanye kazi. Lichakuwa na dude kubwa nini? Ndio mimi sasa. Hii huko hata hapa. Kwa mimi hapa ndo natumia sana akili. Naam. Ricardo, tumeshuhudia Mzizima Dabi. Sare ya 2-2. Dakika za jioni Simba ameshindwa kulinda alama 3. Alama zimekuwa nyingi kwa kocha amechelewa kufanya sabu, wachezaji wa Simba wajitumi na kadhalika. Kwako ulikuwa ni mchezo namna gani na uliona ile testa ya Dabi? Yes. Yaani siku zote timu tatu hizi zikikutana mechi huwa nzuri sana. Simba, Yanga na Azam. Either iwe Simba na Yanga ama Yanga na Azam ama Simba na Azam. Why? Kwa sababu wanafanana kila kitu. Wanafanana kwanza huduma, yani yale malezi. Japokuwa Azam wana asilimia kubwa sana. Wanafanana quality ya wachezaji. Wanafanana yani benchi la ufundi. Nasema ni mbinu. Sababu makocha wao wanachukua bao wenye CV kubwa. Benchi la ufundi. Kwa hiyo wanapokutana unauona mpira hasa test ile ya NBC Premier League unaiona kwamba ligi kuu Tanzania bara hii ndio test yake. Na ndio maana tukiangalia katika kufanikiwa kwa national team asilimia 90 ni hao Azam, Yanga, Simba. Wachezaji wake ndio wanatufanya mpaka sisi leo hii tunakuwa kimasomazo katika mashindano ya kimataifa kwa upande wa timu ya taifa. Kwa hiyo maana yake ni maana yake sasa jinsi walivyojimarisha nje ya kiwanja. Sababu kujimarisha ni mchezaji kupata mshahara kwa wakati, kuwa na fedha kuchukua mchezaji kwa gharama yoyote ile, na kuwa tayari kumlipa mshahara mchezaji kwa gharama yoyote, itakufanya uweze kuwa na quality, kwa sababu hutakuwa na hofu. Mfano unamtaka Stephen Aziz Ki, hapo kama kile Azam wameweza kwenda kwa Yanga na kumchukua Faisal Toto ambaye alikuwa mshahara wake ni mdogo. Yanga kipigia alipa milioni 12 siku sasa, wao kaenda kumpeleka mpaka milioni 23. Kwamba uwe ni uwezo wa kumiliki. Maana hakuna timu zamani ilikuwa ni Simba na Yanga tu wenyewe ndio wanaweza kufanya hivyo vitu, lakini wametokea Azam pia wanaweza kuenda hivyo vitu. Maana hakuna timu nyingine inaweza kwenda kumchukua mtaji pale Simba, labda at least Singida, lakini Singida wana mabavu ya kutoa fedha kuhudumia wachezaji, lakini test ya ndani ya pitch mshamba mzuri wanaweza kutoa, lakini si sana, japokuwa wana quality. Lakini unapotazama mechi za watu watatu unaona kabisa ubora wake, sababu hata viwanja wanavyovitumia ni vizuri pia. Mshamba mzuri ushabiki ladha ile unaiona, mpira ushindani unauona, unaona kabisa ile quality. Kama hapa quality imeamua. Mfano kama goli ya juzi naona goli lilofunga Mpanzu, ile ni quality ile. Kwanza imeanza kwa Kip Dennis, uwezo binafsi, dribbling, kasi ile, aita kwenye nafasi, Mpanzu anaipokea kwa mguu wa kulia, kipa anakuja na chop kambani. Goli la kusawazisha ila nani la goli la kwanza Azam counter attack
Dinado anatia cross ambayo inaachana mabeki wa Simba, inamkuta Djibril Sila ana press ya kwanza inakataa, anachukua pili na atumiza kile nafunga goli ya pili. Sila amekuwa mchezaji ambaye anasumbua sana vilabu hivi vikubwa. Mchezaji ambaye ana maamuzi katika mechi kubwa. Goli la pili pasi ya Faisal ile uwezo. Utamsifia Faisal uwezo wake kupiga pasi, lakini pia uache kumsifia Zidane. Silemi Zidane. Tani kwanza ile. Unajua hakuna kitu kibaya kwenye mpira au kitu, unajua utofauti wa wachezaji sote. Unaangalia katika maamuzi ambayo sio kila mtu anaweza kufanya. Namna ule mkimbio alivyotoka kwanza kuiua offside na alivyochomoka na ile touch iliyochukua ile mpira. Sababu ile touch ndio imefanya mpaka ile mpira aweze kuua tena na kumpiga changa kipa. Bila ile touch ingekuwa mbovu ile touch yake. Kipa angewahi ile mpira na angeutema vizuri, angeudaka vizuri tu. Lakini ametouch vizuri, ameweka 50-50. Ndio kipa alivyokuja akapiga chenga na kaiwahi na akafunga goli. Kwa ni quality inamaanisha. Kwa hiyo always mechi yote ambayo yenye quality, kwanza benchi la ufundi, wachezaji na ubora wa nje ya kiwanja, yani makema yani jinsi wanavyoishi wachezaji, basi lazima mpira uwe mzuri. Sababu kuna kwa kwanza hakuna ushawishi, kwanza hautafanya ushawishi wote kuharibu mchezo, labda wamke vibaya upande mmoja. Na ndio maana unakuta achamka tunafungwa goli 4-4 kweli, sababu anakutana mwenye quality mwenzie. Tofauti ukiwa una quality afu ukao uko vibaya, ukutana timu ambayo ina quality, umekufunga sana basi sare ama kidude. Sababu mfano mpaka leo hii kusema Simba mara mwisho kufungwa lini na Yanga kwenye ligi. Yanga mara mwisho kufungwa na Tabora. Kuna gap kubwa sana lipo baina hivi vilabu vitatu na vilabu vingine. Lakini Ricardo, kuna watu wanamlaumu kocha David Fadlu kuchelewa kufanya mabadiliko. Baada ya kudili na timu yake akaikubiza kwenye kuhamisha mashabiki washangili. Kuna namna kocha alifanya makosa kwenye kufanya mabadiliko yake? Hamna makosa kwa sababu unajua kwenye mpira bwana, kuna goli ukifungwa ndio unasema goli limefungwa kwa sababu kutokana na nini. Unajua dakika 78 Simba apata goli la pili. Simba wakasit back, wakarudi nyuma. Sasa watakiwa wasifie wapinzani pia. Ndio nikasema ubora, kuna wakati ubora ndio unaamua matokeo. Ile pasi ilivyopigwa, hakuna mchezaji wote wa Simba angekuwa active na kujiandaa kuzuia ile mashambulizi. Kwanza Faisal ule mpira kapiga chenga kwa kurudia kwao. Na hata alivyokaa ule mpira, hakuna bishara yote ambayo ilionyesha kuna mchezaji anaweza akafanya movement. Ujefa mzuri. Magoli hata Ulaya tunaona zile pasi. Zile pasi ndio kwa katafute Barcelona ya Xavi Iniesta again. Messi, Xavi Iniesta again ile. Katafute. Ndio magoli walikuwa wanapata kuwafungia watu. Upande ambao Xavi akimpigia pasi kama zile Dani Alves. Ndio kunapiga touch hapa, Alves anapita inaweka kwenye nafasi. Wote mnakuwa mnasimama. Hii inaitwa movement ile. Sababu movement ile inakuwa haifanywi wakati ambao nyinyi mpo active. Mnafanya wakati ambao kuna jambo lingine nyinyi mnaendelea kwa mmesahau, ndio movement inafanyika. Ndio chofanya pale Faisal. Pale uweze kumlaumu beki, kiungo wala striker, wala kumlaumu mwalimu, wala kuilaumu timu. Kwa sababu Simba sio sit back. Na kuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa anaangalia TV akaona kama Azam anaweza kusalisha goli. Kama yupo mtu ajitokeza hii aseme, hakuna. Lakini ndio quality. Ubora pale umeamua, uwezo binafsi. Kama goli lao walofunga wao Simba la uwezo binafsi, ndio goli ambalo limeamuliwa Azam la kusalisha uwezo binafsi wa Faisal na uwezo binafsi wa Zidane. Kwa mtu akifunga goli la uwezo binafsi, uwezo kuilaumu timu yako. Yaani mfano kama kipindi kile alikuwa anasema Jose Mourinho, tulikamata mbinu zao zote FC Barcelona na kwa tuko tunaona. Si ndio? Ila tu kuna jambo moja tu natupa tabu, Messi. Yaani kama kimbinu tumewini, lakini Messi alikuwa anaamua kutokana na ubora wake. Ipo mechi aliamua Champions League, chukua mpira goli la kwanza lile, mechi inaona kabisa imebalance hivi. Barcelona nafasi ngumu kutengeneza mechi ngumu. Messi anachukua na Busquets anaanza ku 1 2 3 4 5 6 7 8
19 kambani. Basi hapo tutamlaumu uzembe. Sababu mtu katumia uwezo binafsi, lakini kimbinu mwalimu kisha seti mipango yake. Pepe atachukua shilingi 10 ambayo atamkaba huyu Messi. Na kweli unaambia mwingi ukuta Messi. Shona bwana. Lakini baadaye mwenyewe akasema tuligundua kumbe Messi ukimprovoke ile ndio azidi kumtia hasira. Tukabidi tunamwacha sasa. Yaani asikatwe. Sababu kimpania ndio anazidi kumtia ghadhabu. Simtaki Pepsi, sio ogope. Ndio kama mchokonoani. Njoo. Kwa hiyo manake pale sijaona sababu ya mwalimu kuingia kwenye lawama. Kusema kwamba kachelewa kufanya sababu. Pata goli Simba, goli la pili. Comeback msazisha kwa la pili. Pata goli umerudi kwenye ulinzi. Na ulinzi urudi njia zote umeziziba Simba. Hakuna hata shambulizi la hatari ukaliona ukasema kwamba hapa Azam alikuwa anaweza kusazisha. Lakini japo Azam pia walimiliki mchezo, ikaza jioni na walijaribu kutafuta kutafuta nafasi. Na hata sababu kuzangaza Azam kwamba ni sababu ambazo ingieni tukamaliza mchezo. Lolote na liwe, lakini ubora umeamua. Faisal kachukua mpira katani kwa nyuma, hali mzuri ambao mtu jana anapotani nyuma maana yake nyinyi mnazidi kusogea, yani mkawa press nyingine kwa kwao, si ndio? Yani ndio wafungi alifuatani akaseti akaangalia akaitia kwenye nafasi. Huyu Zidane akatoka nyuma akaitachi akaomba kambani, shughuli imeisha. Sababu namna mlini mwalimu. Lakini ile 2-1 jukumu la Simba pale sangine na Pamba mechi imeisha. Ndio. Sababu quality hivi vilabu vingine ni ndogo sana. Ubora kuanzia kwenye benchi la ufundi mpaka kwenye ubora wa wachezaji. Ndio wanazidiwa sana na wanawini wao kwenye fitness. Na fitness wana nyingi wanawini viwanja vya mikoani. Huko kwao ndio unaweza kukuta mechi ngumu kweli. Lakini licha ugumu wake zingine ndio kafungwa Yanga draw au Simba kafungwa draw au Azam kafungwa draw. Itokee emergency kama vile Pamba kufunga. Emergency itokee. Si jambo ambalo kwamba la mara kwa mara kutokana na ubora wa wachezaji wao na ubora wa mabenchi ya ufundi. Lakini sasa unapocheza na mtu ambaye mnafanana kila kitu, kuna jambo akilifanya uweze kushangaa kwa sababu kwamba kwa nini kwa vile ni kawaida. Kwa sioni lawama kwa mwalimu mechi ya juzi ya Simba, bali tuseme tu kwamba wamekutana timu zenye ubora na ubora ndio ulioamua mechi kwenda sare ya goli 2-2, hakuna kingine. Aragija, Pirato amezichukua dakika 90 za dabi zote mbili Momo. Kachukua dabi ya Azam na Yanga na hii pia kapewa. Watu wakasema kwa nini simpe pia dabi ya tarehe 8 Kariakoo dabi. Kwa namna ulivyomwona Aragija, tunatakiwa tumpe kipenga ama turudi kwa Irisasi, Kayoko na wengine? Hata ile kusema kweli ngombe kitu kimoja. Marefa wetu bwana si kama wabaya, bali wanafanya kuwa wabaya. Unajua mimi nimechunguza kitu kimoja. Kuna baadhi ya maamuzi wanafanyaga unaona kabisa kama haya si ya bahati mbaya. Haya mtu kaamua. Yuko na kati tunafusiwa kukosea aliye. Na huyu mtu kalazimishwa akosee. Kwa sababu don't care ajali. Na mtu ambaye anafusiwa akosee afa don't care ajali. Unajua waamuzi posho zao ni ndogo sana. Cha kwanza posho zao ni ndogo sana. Lakini nishakusimulia story. Kuna waamuzi kaona kalala hoteli hiyo. Hiyo hoteli alilala kwa posho yake hawezi kulala hapo. Kwa posho yake afanyaje? Mtu akamwona wamelala hapa. Lakini akafunga kwa mwanadamu apite. Afikiri mwamuzi sasa ijifikiri posho yake tu. Mfano anampa mwamuzi posho singine nimesikia ligi kuu ya 2.5 sijui. Kitu kama 2.5 au 200. Ligi kuu. Daraja ya kwanza 50,000. Posho mwamuzi. Acheza mechi ambayo watu walipa kwa milioni. Yaani pale kuna mteja alipa milioni 50, mwingine alipa milioni kwa mwezi. Posho yake 200,000. Unampa. Laki hiyo 2 posho yake. Unategemea huyu mwamuzi atakuwa akili yake iko sawa kiwanjani? Haiko sawa.
hivi mfano ndio mtu akamfuata tu baba kuna zawadi yako, kwa sababu Waarabu wa Misri mara nyingi wanapofanya waamuzi hawawapi hela, sababu wanaogopa ile bani ya kafu, bali wana treat vizuri waamuzi. Siku ya kwanza nilipoingia tunafuatwa na magari ya boti pale, nachukuliwa mpaka hoteli pale, unakuta ana wachumba, yani wanakuja wachumba wale kwa ajili ya kumfanyia, yani waamuzi shida gani, massage nini, yani kwa ajili ya kumwendo tu, yani kumfariji mgeni. Baada hapo akuja mtu anamfuata, bwana mimi ni mtu fulani kiongozi wa Al-Ahli, naomba nikutembeze, anampeka mall kule, akiona kitu mkipenda angechukua mbuzi, mpenda chukua hadi mmoja hapo shopping. Mbona kao baada ya bwana hii pocket money yako, ukiwa na shida ina wote malize. Afisa mwisho na bwana tufanyie tu, sisi tunataka ushinde mechi leo basi. Kwa hiyo mwenyewe unajiongeza kwa jinsi ya watu ukarimu wananifanyia. Penalty moja kweli. Shinde kuapa. Ubinadamu unakujia na pala. Unaona? Au basi tunataka fair tu. Si watu tunaamudu tujie fair tu basi. Vizuri. Sasa unaona kabisa hawa waamuzi sio kama ni wabaya. Kuna mechi wanachezesha na kabisa mpaka mnamsifia, mfano kama ule Ramadhani Kayoko Itugube alikuja tu hapa kati, unaona mtu yes mmoja mwamuzi, lakini wana set standard ambayo wewe si ukisikia Ramadhani Kayoko uone sasa huyu kwa ndani yake unamuingiaje huyu, sababu mshasiku watayaruhusu tu ya mambo kwa sababu kipato chao hali ni kidogo. Kwa hiyo hautopata muamuzi ambaye unamtaka wewe kwenye mechi yoyote hiyo. La, tutoe waamuzi mbali kama ilivyokuwa Zamalek dhidi ya Al-Ahli. Zamalek ililalamika sana. Sana unajua katika timu ambayo inangoja kulalamika Misri ni Zamalek. Wanasema Al-Ahli wanapendelewa. Sababu ndo majiant kule. Hawa wanapendelewa. Al-Ahli wanaambia sisi kama tunapendelewa, tunapendelewa mpaka Afrika. Kwa mechi zao zikafika pindi refa anatolewa nje. Kuja kufanyaje? Na pia bado watu wanalalamikia matokeo yao, wanalalamikia. Juzi ulifunga goli pale la Zamalek ile ombo offside, unasema offside gani? Kuna penalty pia nayo ilitokea, mambo imekataliwa ya Zamalek. Mfano vizuri. Lakini tunao waamuzi wenye afadhali. Sasa ni bora tuwape hao wenye afadhali ambao ni wanajua, ila na hakika wanakoseshwa makusudi. Wakiambiwa na masharti na posho zao. Mfano mimi naona kama mechi Simba na Yanga, kwa sababu inaingiza hela nyingi sana. Maamuzi yakiweza mechi ya Simba na Yanga dabi, maamuzi posho yako wanachukua zingine kwa siku hata milioni wakewe. Sisi hela ambazo yani unakuta Simba na Yanga inaingiza mpaka milioni 600 zingine. Sitoleta milioni 10 ya waamuzi. 10 tolewa waamuzi ambao watachezesha dabi, kwamba kwa maamuzi na kwa makini na ile mechi, sababu najua mechi hii ni kubwa, crucial kabisa. Mimi kuna mbili yangu mtapata, kama kwa 4 2-5 unapata. Kwa kija pale hata ushashika na kitu, labda lazima mtafanya za mtu aje na dau kubwa. Bana itaka na 20 yangu milioni. Hapo tutamchanganya mtu. Sasa sura za voucher hizi ndio ukamtoa kwenye mchezo haiwezekani. Kwa mimi nafikiri ni wao tu, kama sio Ramadhani Kayoko, Nyara Jiga na sasa ndio watatu tu. Nafikiri ndio wao watakiwa wapewe mechi chezesha. Lakini wapewe kama masharti. Tunataka kuona bingwa wa kweli, haki tuone mpira. Kwa sababu hii mechi ndio itatupa testi ile ya mashindano ya kimataifa. Ni mechi 3 tu, Simba, Yanga na Azam. Kwa tuone sasa, kwa sababu mfano mechi 8 kama mambo yatakwenda hivi, tutakiamua nani awe bingwa. Sababu akishinda Simba atamwacha Yanga kwa pointi 2. Akishinda Yanga atamwacha Simba kwa pointi 4. Draw Yanga inaendelea na jazi lake. Kwa ni mechi itakiwa maamuzi ya haki. Kwa ni yao ndio wanaweza, kwa sababu wao ndio waamuzi wazuri. Isipokuwa kuna wakati kuna mambo wanafanya siku za hawajafanya kwa bahati mbaya. Mbaya maamuzi. Haya ni mambo ambayo ni makusudi. Why makusudi? Kwa nini haya makosa ya bahati mbaya yanakuwa tu kwa Simba na Yanga? Mfano kama juzi uliangalia mechi ya Namungo na nani na Simba. Zile foul kweli ya kwanza
nani kamshika nani Kapombe, lakini ni soft ile, sikamvute ni soft, ila ni foul. Lakini wapi ndani ya refa kafanyaje? Ya pili ya Mpanzu refa kafanyaje? Ya tatu uliona ya Kapombe, jamaa atakupiga kama anavyopiga kwenye mbavu za Kapombe, ni foul kule. Ile ndani ya nini refa kafanyaje? Badilisha yale. Ndio Chamalon kamvuta wale sio nani striker wanamungu kama vile alivomvuta nani Evangeyeka au ndo soft. Ndio tuendelee. Fair challenge. Kwa hiyo huku ndo kwa Simba na Yanga ndo hapo active. Kwa sababu hata mfano hiyo mechi ya Mashujaa, licha Mashujaa kufunga goli 5. Kuna wakati Yanga anaongoza goli 1, kuna mpira ulipigwa hivi juu hivi. Aliuwai jamaa wa Mashujaa baka akapiga mwili kama ile ya nani? Ya Kapombe. Ile Yanga ndo. Akau kichwa. Baka akaupiga nini? Mwili. Faka. Hiyo ndo ameingia kichwa Dube. Afu huko ndo kataka kuhamisha kamgonga. Ungeona pale waraka walifupi. Again naelewa kwa nini timu pia zina fan base. Wakati marefa kukutana na kati mgumu. Na ndani yake marefa pia mdengeta hapa ita hela. Wana mahaba nao. Kwa sababu nchi tumetawaliwa na Simba na Yanga. Mfano vizuri, nchi hivi. Simba na Yanga. Kwa hakuna hata mtu mmoja ambaye atasema mimi sio shabiki wa Simba, sio shabiki wa Yanga. Hakuna. Itokee labda uchukizo tunamwambia yani katika 100 pengine kukuta labda 100 au 2 ndio ana upenzi na au 5. Ile baki wote. Na sio watu ambao wanajihusisha na masuala ya mpira ya Tanzania, wote na timu zao. Kwa wakati mtu amjiki mahaba tu. Timu yangu hii haiwezekani. Mambo kipindi kile wakati kuna Kongo na Nungu kakada kule. Ule refa marehemu sasa hivi, si marehemu si kama huyo mzee atoka ito nani? Kuna Matege ito nani mzee yule? Ule mzee kabisa. Yaani alikuwa anasema kabisa watu Kongo. Ule mzee ni Nungu. Ile timu yake Nungu ule. Sababu kule wanakaa mitako kule ya Nungu kule. Na zamani Nungu na Nungu na Kongo ilikuwa ni uhasama mkubwa. Nungu anakaa mabisho, Kongo anakaa wauni. Ile alama katikati ya mtaa Twiga ile ndio imegawanya ile. Yaani Twiga ile huku Kongo, huku ndo Nungu. Kwa mechi yao kwa si mchezo ugomvi, si mchezo alifikiri kwa mdogo kipindi hicho. Ilikuwa noma heavy. Ule sare yule nyumba kibaligije kwa mpaka macharanga yale. Mapanga nashika noma heavy mechi zao zikichezwa. Kongo na Nungu hiyo. Kwa refa alikuwa ndo mzee, kuna Matege hivyo kwa mtu nani yule mzee. Kongo kisikalifa huyo atamtaki yule sababu ajabu mzee Nungu huyu. Mzee Nungu. Na kwenda akichezesha yeye mzee yani Nungu lazima amejiwa washinde. Kwa sababu kuna kati kwamba yani sio kama anapewa kitu mapenzi. Kwanza moja ya taaluma ya professional ni mtu kuthamini kazi yake. Lakini hawa muzi hawataweza kuthamini kazi kwa maana gani? Kwa sababu ndani ya kazi yao hakuna maslahi yanayobadilisha maisha yao. Kwa utafanya wale maduka wao wauzaji. Kwa sababu anajua katika msimu nikicheza mechi zangu 5 nisikosi milioni 20. Ndio. Lakini kwa nini usimfanye kwamba katika msimu akicheza mechi zake 10 akosi milioni 30 ambayo itambadilisha maisha yake? Mechi 10 tu. Kwamba kila mechi labda bosho yake mfano zingine milioni 3. Wataexpect heshima hawa. Watakuwa na adabu. Sababu wanaweza after na wanakuwa ni waamuzi ambao ni waamuzi wenu.